Sasa tunaendelea saa huu na matangazo yetu, na hapa tuna Guardians of the Peak, ndio habari ya mjini kwa hivi sasa. Kwa nini? Huu ni mradi ambao unalenga uhifadhi wa mazingira, utalii pamoja na uwekezaji hapa nchini kupitia filamu ambayo imebeba ujumbe wa kipekee kabisa ambao unaenda kuangazia uhifadhi wa mazingira, utalii pamoja na uwekezaji. Na Guardians of the Peak wa filamu hii imeshirikiana vyema sana na Wizara ya Maliasili na Utalii hapa nchini, Bodi ya Filamu Tanzania pamoja na Tanzania China Friendship Promotion Association. Lengo kuu ni kutangaza utalii lakini pia kuangazia fursa za uwekezaji hapa nchini. Studioni tunaye mmoja wa mabalozi muhimu sana. Mmoja wa mabalozi muhimu sana. Natamani nisimtaje, maana Watanzania wote wanamjua. Daktari Balozi Abbas. Dr. Abbas, karibu sana. Asante sana. Sio jina lake kamili. Yaani sio jina lake halisi. Ni Dr. Godwin Maimu. Yes, lakini tunamfahamu kama Dr. Abbas. Na mambo yake aliyokuwa akiyafanya katika Kombolela. Lakini tunaye ambaye ndio mwandishi wa filamu hii na director wa Guardians of the Peak, wakiita GOP. Ram Alikay. Ram, karibu sana. Shukrani sana. GOP. Umeiona GOP hapo? Ina sound kwa mvuto. Ni filamu ya aina gani, imebeba vitu gani zaidi watatuambia, lakini tupate kionjo. Meza. Na changamoto sana katika elevation kama inakuwa ni kichwa kuuma. Mdogo. Ile kitu iliniumiza sana moyo. Nikakaa pale nikafikiria, ghafla tu nikajikuta chozi zimetoka. Kitu ambacho kinanitia huzuni katika moyo wangu, Dennis alikuwa yuko yani haelewi, amechoka usingizi kwa sababu natoboa mwanangu. Bigi. Natoboa mwanangu. na safari nzima ya kupanda mlima Kilimanjaro itabaki katika maisha yangu. Guys, you really need to see the mountain of Kilimanjaro. You will be shocked. Maporomoko, hali ya hewa ya baridi. Bora kae kwenye jiwe lakini asilale. Let's go together. No one stays behind. GOP naona mmepanda mlima. Ndio. Pamoja na fursa za utalii, kuna nini hasa ndani ya GOP? Actually kwenye GOP kuna vitu vingi sana, lakini tungeweza kuvizungumza kwa ufupi zaidi. Kwenye GOP kuna swala zima la uhifadhi wa mazingira. Kwenye GOP kuna swala zima la kutangaza utalii wa Tanzania, especially kwenye soko la China. Kwenye GOP pia kuna uhamasishaji na kuvutia wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali, lakini kama nilivyosema, tumeanzia kwenye soko la China. Tunajua mahusiano baina ya Tanzania na China yamekuwa kwa muda mrefu sana, na tumeona kuna population kubwa ya Wachina kuja Tanzania katika uwekezaji, katika masuala ya tourism. Kwa hiyo sasa sisi tukaona kuna opportunity kwenye eneo hili, tukasema ni vyema kuja na mradi kama huu ambao tunaweza tukaenda nao sambamba kwa kuhakikisha kwamba tunaendeleza zile harakati ambazo zilishaanzishwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia Royal Tour. Royal Tour, it's a film, documentary film, na sisi tukiwa kama waandaaji na film directors tukaona
kuna opportunity ambayo sisi tunaweza tukaiendeleza, kwa sababu tangia pale ambapo imetengenezwa Royal Tour na Amazing Tanzania, tukawa tunafikiria kuna project gani nyingine ambayo inaweza ikaja kama ni sehemu ya opportunity kwa sisi filmmakers na kwenye tasnia ya filamu Tanzania. Ukiangalia pia kwenye mradi wa GOP kama alivyotangulia kusema mtangazaji hapa, ni mradi ambao unashirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii, Bodi ya Filamu kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, pamoja na Tanzania China Friendship Promotion Association, TCFPA. TCFPA ni association ambayo inaweza sasa kutuunganisha sisi na Jamhuri ya Watu wa China ambao wako Tanzania pamoja na wengine ambao wako. GOP imefanikiwa kiasi gani? GOP kiukweli mpaka sasa imefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mpaka tumefika hapa ni matokeo ya season 1. Season 1 ambao tuliifanya 2024 na tukafanya premiere 2025, ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 5. Tulifanya kwenye ukumbi wa sinema Mlimani City. Na kwenye premiere ile Azam pia alikuwa sehemu ya wadau kama media partner. Sahihi. Na Azam tumekuwa tukishirikiana nao pia kwenye activities nyingi sana ambazo tunazifanya kama GOP. Kwa hiyo kupitia season 1 pia tuliweza kupata nafasi ya kwenda China mwaka jana, ilikuwa mwezi wa 8. Tulienda kwenye seminar ya short video production and communication kwenye nchi ambazo zinaendelea kiuchumi. Kwa hiyo tulikutana na mataifa yasiyopungua 8. Kwa Tanzania tulitoka wawakilishi kama 8 ambao tulienda kuwakilisha kule. Nafasi pekee ambayo tulikuwa tumeipata ni kuitambulisha project ya GOP ile season 1. Kwa hiyo kwa upande wa China walitokewa kuvutiwa sana na hii project. Kwa hiyo imetupelekea sisi kwamba kwenye season ya pili tumepata opportunity ya kwenda kufanya premiere China. Kwa hiyo kwa mwaka huu tutakuwa na premiere 2, lakini tutakuwa na official screening ambayo tunategemea kuifanya tarehe 15 Kilimanjaro kwenye Marangu Gate, kwenye reruti ya Marangu ambapo watu wanaanzia kupanda mlima. Tutaenda kufanya official screening ambayo tutakutana na wadau mbalimbali wa mazingira, utalii na uwekezaji. Tarehe 22 tutafanya premiere ya kitaifa ambayo tunategemea kuifanya JNICC, ukumbi wa Mwalimu Nyerere Convention Center, na tarehe 20 Novemba tunategemea kwenda China kufanya premiere kwenye upande wa China. Kwa hiyo hayo ni sehemu ya mafanikio ya season 1 ambayo amepelekea kwenye season 2. Pia tulipata nafasi ya kufanya official screening kwenye tamasha la ZIF na tulipata kuingia kwenye nomination kwenye Tanzania Film Festival Award, na pia imeingia kwenye website za makampuni mbalimbali. Mradi wa GOP umeingia pia kwenye website ya Skyward Airline as official sustainability project, which is a good thing. Ni platform ambayo imekuwa na impact kubwa sana tangu ilipoanza mpaka sasa hivi, lakini bado hatujaridhika, tunatamani tufike mbali zaidi. Yeah. Na ni nzuri sana kama season 1 tu imeleta mafanikio mengi hivyo. Dr. Abbas, niruhusu nikuite Dr. Abbas. Ndio. Dr. Godwin, umekuwa balozi na balozi wa maendeleo ya huu mradi. Umejikutaje katika mradi huu? Ni sehemu ya waigizaji au upo kwa ajili ya kuendelea kuwafahamisha wananchi kuhusu GOP? Mimi kwanza nishukuru ndugu mtangazaji kwa kuniuliza swali hilo, lakini nipende pia kuishukuru Azam na kipekee kipindi hiki maridhawa kabisa ambacho ndicho kinachowafahamisha Watanzania kuhusiana na haya tunayoyafanya. Mradi huu ni mkubwa. Mimi bahati nzuri ni mwigizaji kwa nafasi yangu, japo katika season 1 hautaniona na hata season 2 hutaniona kwenye wale waliopanda mlima Kilimanjaro, lakini nimekuwa nikifanya kazi nyuma ya wale wanaopanda mlima. Kwa hiyo kwa nafasi yangu kwanza ni mwigizaji, kwa maana ya kwamba nina hiyo nafasi ya kushiriki kwenye seasons zinazokuja, lakini wakati mwingine unapokuwa unapika chakula kizuri unatanguliza wenzako, wanatangulia mbele, halafu ukifika mbele na wewe unaendelea. Lakini jambo la pili, kuwa balozi kuna mambo mengi. Mimi nimekuwepo kwenye mambo ya mazingira kwa muda mrefu, lakini pia tunapozungumzia mlima Kilimanjaro, mimi ni miongoni mwa Watanzania waliozaliwa chini ya mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo kiasili
ni wale ambao unapoanza kuona unafungua tu mlango wa nyumba unaona theluji ya mlima Kilimanjaro. Sasa hapo nimekupata. Kwa hiyo linapokuja swala la mazingira na mlima Kilimanjaro ni kama lipo damuni, linachemka nalo. Lakini jambo lingine muhimu sana tunapozungumzia Guardians of the Peak ni mradi pekee ambao uliweza kuchukua footstep kutokana na kazi kubwa aliyoifanya Mheshimiwa Rais. Tutakumbuka miaka mitatu iliyopita Mheshimiwa Rais aliigiza filamu ya The Royal Tour and Amazing Tanzania ambayo kimsingi ndio ambayo ilifungua Tanzania kiukubwa katika uso wa dunia katika nyanja ya utalii pamoja na uwekezaji. Na Mheshimiwa Rais alituheshimisha sana sisi wasanii. Wakati ule heshima ya msanii ilikuwa kama haipo kihivyo. Mwigizaji wakati mwingine unakuwa mnyonge hivi kujitambulisha mahali kwamba mimi ni mwigizaji. Baada ya Mheshimiwa Rais kufanya vile, heshima yetu imekuwa kubwa. Fursa ambazo tunazipata kwenye mataifa mengine zimeongezeka, kipato kimeongezeka, na hata nafasi yetu ya kuliwakilisha taifa imeongezeka. Kwa hiyo kumbe vipato vimeongezeka. Kabisa. Maokoto yameongezeka kwa sehemu kubwa sana. Kwa hiyo kimsingi Guardians of the Peak ndio mradi pekee ambao uliweza kuendeleza pale ambapo Mheshimiwa Rais aliishia. Kwa hiyo ukiangalia kwa upekee wake kulikuwa hakuna namna Balozi Dr. Abbas asiwe balozi wa Guardians of the Peak. Na kama ambavyo tunaangazia imeenda mbali zaidi, kwa maana kwamba ukiangalia serikali yetu pia inaendelea kuangalia mazingira makubwa ya kuwawezesha vijana. Hapa amezungumza sana ndugu Ram. Lakini pia mbali na haya mengine kuna program maalum ya kuwahusisha vijana wa vyuo vikuu, ni sehemu ya mradi. Na hii dhana kubwa ilikuja kutokana na kwamba wako vijana wanamaliza elimu za vyuo vikuu, wana degree zao, wana masters zao, wako mtaani, hawaoni waelekee wapi. Lakini mradi tangu umeanza umehusisha vijana kutoka vyuo vikuu mbalimbali nchini ambao wameshiriki moja kwa moja kwenye masuala ya uhifadhi wa mazingira, wameshiriki kuitangaza nchi katika utalii. Na utalii tunapozungumza, GOP inafanya utalii wa maana mbili. Inatangaza utalii wa Tanzania kimataifa katika nchi nyingine ambako focus yetu imekuwa ni nchi ya China kwa sasa. Japo kuna nchi nyingine ambazo nazo zimeanza kuingia na kuhitaji kufanya kazi na GOP kuja Tanzania kutembelea hifadhi zetu na maeneo mengine, lakini China ikiwa ni kipaumbele. Lakini vijana hawa pia wameendeleza kampeni kubwa ya utalii wa ndani. Tunavyozungumza hata sasa hivi Nane inaendelea kule, lakini tuna vijana wetu wa Guardians of the Peak wanatangaza utalii wa ndani kwa Watanzania waweze kuona namna gani. Inaonekana China kuna soko zuri sana. Yaani tuna wateja wengi kutoka China. Mdau mmoja wa utalii alikuwa anazungumza mbele ya Rais siku mbili tu zimepita hivi, anasema bwana, unaleta watalii, unachukua hela, watu wana hela, unawakumuta. Uhakikisha wanaziacha. Hivi kwa nini China? Kwa nini kusudi zaidi kama China hivi? China kwa sababu kuna sababu mbili ambazo tunaweza tukazizungumza hapa kwa sababu ya China. Kwanza, China ina population kubwa. Ina zaidi ya watu bilioni 1.5. Kwa unaweza ukaangalia hiyo namba jinsi ilivyo. Na sababu ya pili nishaizungumza, mahusiano baina ya Tanzania na China ni makubwa. Angalia ni Watanzania wangapi ambao wanafanya safari za kwenda China. Angalia Wachina wangapi ambao wanafanya safari kutoka China kuja Tanzania, au Wachina wangapi ambao wako Tanzania ambao tena wamewekeza swadakta. Ni wengi. Kwa hiyo sasa hapo ukiangalia kwenye jicho la tatu unaona kwamba kuna fursa hapa ambayo sisi wa Tanzania tunatakiwa kuitumia. Nikirudi nyuma kidogo, as a film director lazima tuangalie upande wa pili kupitia hii tasnia yetu. Kuna fursa zipi ambazo tunaweza tukazitumia. Filmmakers wengi tumejikita kwenye eneo moja, lakini kuna maeneo ambayo kuna fursa nyingi tunaweza tukazitumia, tukajiingizia kipato, tukaweka trust pia kwa wadau ambao leo hii tunashindwa kuwafikia sisi, kwa sababu kuna wadau wengine hawaamini kwenye uwekezaji wa filamu. Lakini ukija na makala ambayo kila mtu au kila mdau itampa eneo la yeye kuweza kuangalia kwamba mimi naweza nikaifikia jamii, mimi naweza nikaifikia audience yangu kwa maudhui ambayo mimi yamenigusa. Leo hii tukizungumzia mazingira ni vitu ambavyo vimetuzunguka. Huwezi kuyakwepa mazingira.
Yanamgusa kila mtu. Mazingira yapo kwenye afya, mazingira yapo kwenye utalii, mazingira yapo kwenye uwekezaji. Tukizungumzia uwekezaji leo hii, watu ambao wanamiliki viwanda wanahitaji kudili na mazingira ili kuweza kuoperate viwanda. Tukizungumzia kwenye kilimo alikadhalika, huwezi kukwepa mazingira. Kwa hiyo sisi GOP kuingia kwenye mazingira, hali ya hewa, you see, imagine zungumzia mlima Kilimanjaro kwenye background hapa nimeuona. So I was very happy nilipoona mlima Kilimanjaro nikasema yes, this is the right time. Kwa hiyo tuzungumzie kwamba unapozungumzia mazingira leo hii, sawa, kwenye project ya GOP sisi tunaweza tukasema tumeingia eneo ambalo we are rich now. Hakuna mtu ambaye atashindwa kuingia kwetu, yoyote ambaye anaweza kuingia. Ndio maana leo hii tuko hapa Azam. Ina maana Azam ni sehemu ya mdau mkubwa pia wa mazingira. Leo hii umekaa hapo karibu na huo mti. Sehemu ya mazingira kabisa, lakini kama ni original au artificial, lakini ni sehemu ya mazingira, original tree. Hata ukimaliza kipindi ukautoa nje kidogo ukapata hewa ukarudi tena ndani, mazingira. Ram, mmefanya mlima Kilimanjaro. Naam. Mna mpango wa kutoka kwenye mlima, labda season nyingine ikaenda kwenye mbuga au sasa mpango mzima ni peak ambayo ni Garden of the Peak, au mtabaki katika milima mingine, mtaenda kwenye milima mingine? Tuna Uluguru, tuna Usambara, project ikoje huko mbele? Binafsi kabla ya kupanda mlima Kilimanjaro nianza kupanda mlima Uluguru. Mlima Uluguru ambao uko Morogoro. Nadhani hiyo ndio passion yangu ilianzia hapo. Okay. Kuja kupanda mlima Kilimanjaro, nilipanda mlima Kilimanjaro ilikuwa 2022. Tulienda ku launch ilikuwa ni public wifi kwenye mlima Kilimanjaro. Wakati ule waziri wa mtandao. Exactly, public wifi. Wakati ule waziri wa mawasiliano alikuwa Mheshimiwa Nape Nnauye. Tulipanda na mimi nilifanya directing ya documentary ambayo ilikuwa imeandaliwa that time, inaitwa A Call from Kilimanjaro. Tukija kwenye project ya GOP tumetumia mlima Kilimanjaro kwanza kama study case ya swala zima la mabadiliko ya tabia nchi. Ukizungumzia mabadiliko ya tabia nchi na ukiangalia kwenye sura ya Tanzania, eneo lipi ambalo linaathirika kwa haraka unaweza kuliona ni mlima Kilimanjaro. Kwa sababu gani? Ile theluji ambayo iko pale juu imekuwa ikipungua mwaka hadi mwaka, lakini kuna taarifa nzuri ambayo ilikuwa imetoka ambayo ni chanzo cha hiyo taarifa kutokea TANAPA. Kuna ongezeko la theluji kwenye mlima Kilimanjaro ambayo imeongezeka baada ya 2015 mpaka 2025. Kwa ni matokeo mazuri kutokana na jitihada na juhudi ambazo zinafanyika, lakini haitoshi. Tunabidi tuongeze hiyo initiative. Tukija kwenye swala zima la kubadilisha mlima au kuenda sehemu nyingine, project ya GOP ni project ambayo ina connect maeneo yote, lakini destination ni mlima Kilimanjaro. Kwa tunaweza tukaenda Zanzibar, tunaweza tukaenda Oldonyengai, tunaweza tukaenda Mount Meru, lakini at the end of the day Kilimanjaro. Rama hapa ametuambia kuhusu tarehe, tutaangalia wapi Novemba. Ametuambia kwa vipi tunaweza kushiriki. Balozi, tuite tukaribishe. Kikubwa tayari mlango umekwisha kufunguliwa, na kama tulivyosema kwa historia, mara ya kwanza tunatarajia kufanya official screening Kilimanjaro, na tunatoa kwanza shukrani zetu za dhati kwa wizara yetu ya Maliasili na Utalii kwa namna ambavyo imetushika mkono na namna ambavyo serikali imetutambulisha kwa wadau wa uwekezaji, wadau wa utalii, wadau wa mlima kutoka kwenye upande wa serikali na private sector. Na tulipokuwa tunaangazia namna ya kufanya hii shughuli, ikaonekana kwa heshima ya mlima Kilimanjaro
na kwa sababu season 2 imeshutiwa kwenye mazingira ya mlima Kilimanjaro, basi ni vizuri season 2 tukaenda kuizindulia pale. Kwa hiyo nipende kutumia nafasi ya kipekee kwanza kuwaalika wadau wote wa utalii, wadau wote wa mazingira, wadau wote wanaohusiana na masuala ya mlima kama mlima, kwa sababu unajua mlima Kilimanjaro utalii ni mpana, lakini kuna wadau wanaohusika na ule mlima kama mlima. Tunaendelea kualika taasisi zinazotokana na serikali na sekta binafsi, kwa maana kwamba lile zoezi tunaloenda kulifanya pale la kufanya official screening pia litaambatana na majukumu mbalimbali. Kwa mfano ukiangalia kwa Kilimanjaro tutakuwa na zoezi endelevu la upandaji miti ambako kwa kushirikiana na TFS tutapanda miti kwenye maeneo mbalimbali, na hii ikiwa ni mwendelezo wa kazi ambayo ilishafanyika msimu wa kwanza na sasa tunaendelea msimu wa pili, na sasa tunapoenda kufanya screening tutapanda miti kuendelea kutoa ujumbe kwa jamii kwamba lazima tutunze mazingira. Lakini tutafanya pia usafi kwenye baadhi ya maeneo ili kuhakikisha kwamba mlima Kilimanjaro unapaswa kuwa safi muda wote. Lakini tumekuwa pia tunapokwenda tunafanya utoaji wa elimu ya masuala ya nishati mbadala. Badala watu kukata miti na kutumia kuni, basi waende kwenye nishati ya gesi ili kwamba sasa mazingira yaweze kutunzika. Kwa tutakuwa tuna mazoezi kama hayo. Lakini jambo lingine muhimu kwa Kilimanjaro kama ambavyo tumesema, tutakuwa na muda pia wa kupata simulizi za historia ya mlima Kilimanjaro. Lakini kikubwa ni kwamba tunawaalika Watanzania wote kushiriki. Na mbali na kushiriki kwa upande wa Kilimanjaro, basi tushiriki tarehe 22 tutakapofanya uzinduzi sasa wa documentary rasmi kitaifa ambayo itafanyikia GNCC, ambako wadau wote watakuwepo. Kama tunavyosema, tuna swala la wawekezaji, tuna swala la kuwezesha vijana, na kipindi hiki katika historia ya mradi huu ni mradi pekee ambao vijana wetu pia wameweza kuja na mawazo bunifu ambayo yanatokana na kwenda kupanua mawanda mapana ya kukuza uchumi. Unajua kwa duniani kuna watu wana fedha lakini hawajui wawekeze wapi. Sasa kupitia mradi huu vijana kutoka vyuo vikuu wamekuja na mawazo ya uwekezaji. Kwa hiyo wanachohitaji wao ni mtaji kwa maana ya fedha, lakini tayari wana mawazo wanaenda kufanyia nini, na hususan kwenye masuala ya mazingira na maeneo mengine ambayo yanapatikana. Kwa hiyo Azam TV kama wadau wetu namba 1, tuendelee kuwaomba kuendelea kushirikiana na sisi, na tuambie tu Watanzania tunapenda kuendelea kuishukuru Azam TV kwa kufanya kazi kubwa kuhabarisha Watanzania, lakini kama mdau namba 1 katika kusukuma agenda ya maendeleo Tanzania na kimataifa, na hata tunapozungumzia masuala ya kutangaza utalii na fursa za utalii kimataifa, basi zinaweza kutusaidia kupitia watu kuifuatilia Azam TV. Nilichogundua Dr. Basi kipaji sio uigizaji tu. Kuna eneo lake ukimpa muda. Mimi naona tumalize kama tulivyoanza. Tumeanza kwa kionjo, tumalize kwa kionjo. Mwaka 1982 nilifanikiwa kupanda mlima Kilimanjaro. Hatukukaa muda mrefu kwa sababu hali ya hewa ilikuwa inatisha kidogo. Kuelekea kupanda mlima Kilimanjaro, kila hatua inanikumbusha kuwa mlima Kilimanjaro ni zaidi ya kufika kileleni. Kwa changamoto ni nyingi sana katika kuni. Unaweka jikoni haziwaki, inabidi upepee, zinashindikana. Season 2 tumeweza kupata vijana kutoka vyuo mbalimbali hapa Tanzania. Hapa tumekuja kwenye shule ya msingi Kaloleni kwenye kupanda miti, na tuko na watoto hapa kwa sababu wao wanasoma pia jiografia na nini. We work very closely with the film board. We want to promote Tanzania film industry to the world. See them, see all the faces here. They are so lovely. And I think I'll grow up with the trees together. Itakuja kuwanufaisha wanafunzi na vizazi vijavyo. And TANAPA has given us a very good support. Safari hii sio ya kupanda tu mlima na kutalii. Tunataka kuhamasisha utalii wa Tanzania nchini China. Ni mazoezi tosha kujenga mwili. Pia ni ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi na kuhamasisha watalii wengine kulinda hifadhi ya mlima Kilimanjaro. Kama hapa mlima Kilimanjaro, kauli yao ya trash in trash out, Gardens of the Peak sisi tumekuwa tukiifanya. Kitu kikubwa ambacho kimenivutia ni kufanya mawasiliano na
familia. Katika kuongelea mlima Kilimanjaro kwa upekee wake kama fahari ya Tanzania na fahari ya Afrika. Lakini kipi cha muhimu kujua wakati unapanda mlima? Kuna mambo mawili. But honestly, for our ability, no, we have take around the... Yaani kuna sehemu hiyo mpaka ndani kiitwa jina langu na nashinda hata kusema na mwili nashindwa. I didn't take enough water. Nimeweza kukutana na watu tofauti wengi, huwezi kujivunga. Guardians of Peak Season 2. Let's go together. No one stays behind. They mean what they say. You guys, we did it. GOP. Hii season 3. Yaani nikikosa season 3 basi hata season 4 nionekana. Maana season 1 na 2 ni tumekubaliana ni Guardians of the Peak. Kasema hapa tunaweza tukasema pia Girls Opportunity Progress. Sasa hiyo ni ya kwangu kwa kile kikubwa ambacho mnakifanya. Kwa hiyo bado inabaki kwenye GOP. Hiyo tutaanza naye. Ukatuletea invoice. Hapana. Hiyo tumeichukua. Nice. Kwa kweli na mimi kama balozi nitaanza kuipigia chepuo. Sawa, kazi nzuri. Hongereni sana na kila laheri katika mwendelezo wa project hii kubwa kwa taifa la Tanzania na kupeperusha pia bendera ya Tanzania nje ya taifa hili. Hongereni. Lengo kubwa ni kwa sababu tunataka kuitangaza tasnia ya filamu kimataifa kupitia makala. Kwa hiyo ukiangalia makala ya GOP unaenda kupata picha halisi ya uandaaji wa filamu kwenye hayo maeneo. Mtu akiangalia mlima Kilimanjaro na the way tumejiorganize, commitment iliyokuwepo, it's not a small thing. Inahitaji kuwa na hiyo passionate ya kufanya hiyo kitu. Sahihi. Ni Ram Ali K ambaye ndio mwanzilishi na director wa GOP, Guardians of the Peak Project, lakini pia tumekuwa naye Daktari Godwin Maimu maarufu kama Dr. Abbas ambaye ni balozi wa maendeleo na ufadhili wa mradi huu wa GOP. Kubwa zaidi tusubiri premium ambayo itafanyika Agosti 22 JNICC na premium zingine ambazo zitafanyika ikiwemo hiyo ya Novemba ambayo itafanyika kule nchini China.